الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kumfikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wasalimia waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Waislamu, leo tumesimama mara ya pili mbele yenu. Juzi tulisimama tukawaeleza kuna dada yetu mmoja akona shida, na tukawatangazia waislamu kwamba yule dada anataka usaidizi kutoka waislamu. Ni mtu akona ugonjwa aina 3. Yule dada akona kansa, ndugu zanguni, akona sukari, amefanywa upasuaji, ana mambo mengi sana ndugu zanguni. Na yule dada anahitaji usaidizi ya waislamu. Akona watoto, anafaa kulipa nyumba, anafaa kulea wale watoto wanasoma madrasa, wanasoma shule. Hayo mambo yote inaongoja yeye, na sisi ametulalamikia, amesema tumsaidie. Hatuna njia nyingine ya kumsaidia. Njia ya kumsaidia ni kuwaeleza nyinyi waislamu mchangie huyo dada yetu. Sofa imepatikana shilingi 1032, na tulisema inawezekana budget yake tukimpigia, kwa sababu amesema atafungua hoteli ya kupigia chips na masambusa na snacks, vitu kama hizo. Ana hoteli iko, inatakiwa rent ya kulipa, inatakiwa stock ya kuweka. Ndugu zangu, tuliona tuzungumzie huyo dada yetu na tukampigia budget ya 150,000. Out of 150,000 imepatikana 1032 tangu juzi. Kwa hiyo waislamu, leo tumerudi mbele yenu tusaidie huyu dada yetu. Ni dada yetu katika Uislamu, ni dada yetu katika ubinadamu, ni dada yetu kwa kila njia, na hakuna mwanadamu mwingine atamsaidia isipokuwa mimi na wewe waislamu ndio tunafaa kumsaidia huyu dada yetu. Sisi tumejitolea, tuko na sauti ya kuzungumza na waislamu. Waislamu na nyinyi mtoe sadaka zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaidie huyu dada yetu. Kwani atakimbilia nani? Atakimbilia makanisani waislamu, ama atakimbilia wasiokuwa waislamu? Ndugu zanguni, ametukimbilia sisi tumsaidie huyu dada yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walitoa, Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunia wal akhirah, na wale watakuja kutoa pia Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunia wal akhirah, na Allah subhanahu wa ta'ala tukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la. Tumsaidie huyu dada yetu waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 32,000 so far. Na huyu dada venye mmesikia ana matatizo namna alivyozungumza, na hata hizo operation alifanyiwa na kuchangiwa bado na Waislamu. So Waislamu walimchangia wengine mpaka ikafika mahali akaricha out na sisi, kwa sababu anatuona na nini, naye akatuambia anahitaji msaada kwa sababu hana mbele wala nyuma mahali ataenda kuchukua aweze kufanya shughuli, na ana watoto ambao analea pale na yuko peke yake. Ana kansa ya matiti, ana tumor ambayo alifanyiwa operation ikatolewa, bado hizo vidonda anaponyesha, na bado ana sukari inamsumbua. Mashallah, kuna dada yetu mmoja aliniambia mambo ya ile chakula anafaa kukula ambayo itamsaidia, lakini hali yake ngumu, hata kununua hizo chakula inakuwa ni dhiki. So yeye ndio anategemewa katika ile nyumba yake, yeye ndio kama baba, ndio kama mama pale, hamna mtu mwingine wa kumsaidia pale isipokuwa Muislamu anayetoka huko nje anakuja labda ampe unga ama nini. So Islamu yeye akasema hii hali imekuwa ngumu sana kwake na ni mtihani, isije ikawa mtihani unapewa, ile mtihani sikusababishie ukakufuru. Tukawa tunamwambia awe na subra, Mwenyezi Mungu atatia baraka na Mungu atafungua. So ilikuwa inahitajika hiyo 150,000 aweze kujisimamia na kuweza kufanya hiyo biashara kidogo, aweze kujimudu kimaisha, ndio aweze kupata riski yake pale, na aweze kuwa anapata pesa ya kuenda. Watu wengi wanavyojua ugonjwa kama ya kansa lazima utafika labda hata kiwango uambiwe uingie katika chemotherapy. Yeye bado hajaanza kuingia kimo, lakini kuna ile stage ambayo anapelekwa nayo, yani medication ambayo anaendelea nao. So Waislamu tuweze kufanya nusra kwa huyu dada yetu, hatuwezi kumwachilia kwa sababu amepata matatizo. Tukimwachilia leo, kesho labda atapata mtihani, usikie sijui kanisa nayo imekimbia wanataka kumsaidia, wakati sisi Waislamu tuko hai. Hawa ni dada yetu katika Waislamu, wanahitaji msaada, tuweze kuchip in na kuweza kuwasaidia. Ukitoa 1,000, 2,000, 3,000, mwingine atoe 2,000, mwingine moja, ngapi, tukikusanya yote itafika inshallah biidhnillah. So tufanye wepesi kwa ajili ya Allah.
Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ulivyosikia kwa ndugu zangu ni kwamba kwa hakika kweli tulimuona huo dada na tukaangalia hali yake na tukaona ni mtu ambaye anahitaji sana, na katika Waislamu tumeumbwa kwamba kuna Waislamu ambaye Mwenyezi Mungu amewafadhilisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu amefadhilisha wengine kuliko wengine, na wale wa chini, wa katikati, na kuna wale wenye uwezo mkubwa. Na wale ambao wenye uwezo mkubwa, sadaka ndio usafisha mali. Ukitoa sadaka inasafisha mali yako, mali yako inakuwa na kinga, na mtu kama huyo kumsaidia inakuwa ni kitu kikubwa sana, kwa sababu yeye kwanza ni mtu ambaye ako na watoto, na watoto hao wanahitaji kusoma, wanahitaji kufanya nini. Sasa inakuwa ni dhiki kubwa sana, na kulingana na vile tuliona, wallahi Waislamu jitoleeni mumsaidie huo dada. Najua dada si kama wanaume. Mwanaume anaweza kutoka hapa aende huko akahaso nini na nini na nini, lakini yeye anahitaji sana. Kwa hivyo mimi sitaongea mengi, kwa sababu mandugu zangu wameshasema ile kitu inatakikana. Kwa hivyo ni watu wachange, jitoleeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukitegemea hiyo sadaka utalipwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Utaanza kulipwa hapa duniani na hela pia utalipwa zaidi inshallah Ta'ala. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Hassan. Sijui unaitwa nani na wewe? Mimi kwa majina naitwa Fredrick Otieno. Otieno. Serikali. Nimekaribia. Na mimi napendanga kusikiza maneno la Mungu. Jinsi atubagui dini ni gani, dini ni bora. Unaposikia maneno la Mungu lazima usikie jibu. Unajifunza maneno mengi katikati yake. Nishajiuliza kati ya Kristo na Christian, hiyo maswali inahusiana aje? Juu naonanga Waislamu wanasema siku ya Sunday ni siku ya kupumzika, kwa Kristo wasema siku ya Sunday ni siku ya kanisa. Sasa hebu munijibu hapo. Nikifafanulie kuhusu siku ya Sunday. Tuanze kuna siku ya Ijumaa, na kuna siku ya Jumamosi, na kuna siku ya Sunday, si ndio hivyo? Hiyo ndio nataka nipanue. Siku tatu. Sasa hizi siku tuanze, wacha nianze na mimi. Najua mtu anaambia kwa anze na kwake, ama sivyo? Mimi nafikiri Ijumaa ndio Waislamu wanakutana, na si ati ni kwa kusema ya kwamba Waislamu wakutana Ijumaa ati sasa hiyo ndio siku ndio ibada iwezi fanyika, ndio siku kubwa ya ibada. Hapana. Friday watu wanakutana kwa sababu tukikutana Waislamu sasa ndio mnaongea mambo yenu mengi. Mnajua katika area kwenyu pahali fulani kuko namna gani, kama kuna mtu mgonjwa, kuna mtu ambaye ako na shida, vitu kama hizo. Ndio naona watu wanakutana Ijumaa. Ijumaa sasa ndio watu wanaangalia mambo kama hayo, na Mungu ametuambia hiyo siku ya Ijumaa ni siku kubwa katika maombi pia, unaona, kwa sababu ndio Waislamu wengi. Mwingine anafanya kazi huko, mwingine anafanya kazi huko, lakini siku ya Ijumaa watu wanakuja wote. Nasikia sasa Qur'ani vile inasema kuhusiana na mambo ya Ijumaa. Qur'ani 62:9. 62:9 Qur'ani inasema. Angalia, nafikiri hujaona Qur'ani. Unasema Qur'ani? Sijaona. Hebu angalia original text ya Kiarabu na hii ni tafsiri ya Kiswahili. Okay. So waje sasa nikupatie 62:9. Qur'ani inatokaga pande ya right inakuja left, na yenyu inatokaga pande hii left inaenda right. Unaona Angalia hapo. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu, na acheni biashara, kufanya hivyo ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika ardhi, mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Yani Waislamu, watu wanasemaga, wengine wanasema Uislamu ni dini ngumu, lakini hakuna dini ambayo ni rahisi duniani kuielewa na kuifahamu na kuifanyia kazi kuliko Uislamu. Hebu angalia Mwenyezi Mungu vile atufanyia rahisi. Kwa mfano wewe ukienda usienda church. Ukienda church asubuhi unatoka saa ngapi?
kama mimi ni mtu wa Catholic, nikienda naweza toka hata saa 7. Ina depend vile service imekuwa. Unaona, utakaa kuanzia masaa 3 ama masaa 4. Waislamu wanatumia lisali moja tu na nusu, hata saa zingine lisali moja 1 hour peke yake siku ya Ijumaa kutoka saa 5-10 minutes hivi. Unaona, sasa unatumia dakika kutoka saa 6:30 mpaka saa 8, saa 7:30. Hiyo ni masaa mangapi? Unaona ni 1 hour. Yani 1 hour ndio tunatumia katika ibada yetu. Yani Mwenyezi Mungu tena anakufanyia rahisi, anakuambia ukishamaliza ile kazi wacha wewe, toka uende ukatafute fadhila za Mwenyezi Mungu, uende ukafanye kazi, rudi kwa job. Unaona? Kwa hivyo sisi hatutupagi siku, tunasema ati siku hii, ati siku tumeamuliwa ati hii ndio siku yetu. Sisi tunafaa kumwabudu Mungu siku zote. Hakuna ati siku special ambayo huabudu Mungu. Unaabudu swala 5 kila siku. Sasa tukuje kwa siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi kweli ilikuwako. Na siku ya Jumamosi ilikuwa imepewa wana wa Israeli. Ama nakataa? Ama si kweli? Ilikuwa imepewa wana wa Israeli. Kwa sababu hata Qur'ani inasema, Qur'ani 7:163. Hebu naomba nisomee hapo mwalimu. 763. 763 inasema. Naam. Nasema hivi. Na wanauliza habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Unaona, kuna watu wanaambiwa walikuwa wanavunja sheria ya Jumamosi, na tunaelewa kabisa ni wana wa Israeli kwa sababu ndio walipewa waendelea. Ni mji moja ambao waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu na kazi yao ilikuwa uvuvi. Samaki wao ulipowijia juu siku za Jumamosi zao na siku isiyokuwa Jumamosi hawakuwa wakijia hivyo. Basi namna hivi tuliwatia mitihani kwa sababu ya kuasi kwao. Na wakumbusha wakati baadhi ya watu katika wao waliposema kuwaonya waliovunja heshima ya Jumamosi kwa kuvua na hali ya kuwa wamekatazwa. Waliposema pana faida gani kuwaonya watu ambao Mwenyezi Mungu atawaua na atawaadhibu na kwa adhabu kali papo hapa, wakasema tupate kuwa na udhuru mbele ya Mola wenu kuwa tumeonya lakini hatukusikilizwa, na huenda wakaogopa. Basi walipoyapuza waliokuwa wakikumbushwa, tuliwaokoa wale waliokuwa wakikataza maovu na tukawatesa wale waliodhulumu kwa adhabu mbaya kabisa kwa kuasi kwao. Unasikia? Waliasi. Hebu soma maelezo. Maelezo ya 63 kuanzia 63 kama 65. Mayahudi katika dini yao. Unasikia? Imetajwa nani? Mayahudi. Kumbe hao wanazungumziwa ni watu gani? Mayahudi, si watu wengine. Mayahudi katika dini yao walikatazwa kufanya kazi yoyote Jumamosi. Wawemo ibadani tu. Na Mwenyezi Mungu desturi yake huitwa mtihani, hutia mtihani vibaya viumbe vyake. Unasikia? Aonyeshe waone. Hata hapo imetosha, kwa sababu tumeona ya kwamba hawa waliokuwa ambayo wamepewa hiyo siku ya Jumamosi, tumeona ni Mayahudi na walikuwa wameambiwa siku kadhaa wafanye kazi, alafu siku nyingine wasifanye kazi. Lakini Wayahudi wengine wakaasi amri ya Mungu, wakafanya kazi siku ya Sabato. Mwenyezi Mungu akawafanya kuwa manyani, ndio Qur'ani inasema wale walifanywa kuwa manyani. Kwa hivyo Sabato ilikuwako na ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Sabato ama siku ya Jumamosi haikuhusu mtu mwingine yote duniani. Funga Qur'ani mwalimu wangu. Ingia katika Biblia sasa. Ingia katika kitabu cha Kutoka 31:16. Mambo ni ya Kutoka 31:16. Hata mzee wangu nimemuona leo, nataka aulize swali moja, naona kabla hajaenda. 31:16 inasema. Inasema nini? Inasema hivi. Kwa ajili ya hayo
wana wa Israeli watafanya nini? Wataishika Sabato. Wana wa Israeli wataishika Sabato, si wa Kristo. Kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote. Tuendelee. Ni agano la milele. Ni agano la milele. Kumbe hii kushika Sabato ni agano la nini? La milele. Wana wa Israeli wanameambiwa wataishika nini? Sabato. Na itakuwa agano la nini? Milele. La milele. Katika agano jipya Yesu alifanya kazi ya siku ya Sabato ama hakufanya? Hakufanya. Alifanya kazi 5:17 Yohana. Yesu hata Wayahudi walikasirika na yeye. Wanasema anafanya kazi juu siku ya Sabato. Hebu sikia hiyo. 5:17 Yohana. 5:17 Yohana inasemaje? Mambo ni ya Yohana. Inasema hivi. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Hebu rudi hapo nyuma kidogo. Nirudi nyuma. Kidogo. Nianzie 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamudhi Yesu. Walimudhi Yesu vibaya sana, ndio? Kwa kuwa alitenda haya siku ya Sabato. Kumbe Yesu alifanya kazi siku ya nini? Ya Sabato. Wayahudi wakakasirika. Endelea. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Nami ninatenda. Kumbe Mungu anafanya kazi siku ya Sabato. Na Yesu akamwasema, kwa sababu Baba yangu anafanya kazi siku ya Sabato, hata mimi nafanya kazi siku ya Sabato. Kwa hivyo Sabato ilivutwa. Imevutwa kabisa. 20 kwanza katika kitabu ya ndio nikuonyesha vile ilivutwa Sabato. 20 Ezekiel. Sikia Ibrania tunaenda huko. Ezekieli 20 inasema nini? Hii mambo ya Ezekieli 20 aya 20 inasema. Sikia vile wana wa Israeli walifanya Sabato. Ndio Mwenyezi Mungu akaifutilia mbali toka kwenda kabisa. Zitakaseni Sabato zangu. Kwanza wanaambiwa takasa Sabato, tuendelee. Nazo zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio. Lakini watoto hawa walifanyaje? Waliniasi. Kumbe Wayahudi walifanya nini? Waliasi Mungu. Endelea. Waliasi nini? Inaendelea kusema watoto hawa waliniasi. Endelea mwalimu. Ngoja tuendelee. Nimeruka. Watoto hawa waliniasi, hawakuinenda katika amri zangu. Ndio. Wala hawakuzishika hukumu zangu kuzitenda, ambazo mwanadamu ataishi kwazo. Endelea. Kama akizitenda. Endelea mwalimu wangu. Walizitia unajisi Sabato zangu. Walizitia unajisi Sabato zangu. Ndipo nikasema kwamba nitamwaga adabu yangu juu yao. Tulia. Kwa hivyo wana wa Israeli walinajisi nini? Sabato. Baada ya kunajisi Sabato, Mungu alifanya nini? Isaia 1:13. Isaia. Sikia vile Sabato mambo ya Isaia moja katika Agano Jipya. 1:13 Isaia inasema. Inasemaje? Inasema hivi. 1:13 Isaia. Someni Biblia. Msiweke tu kwa hapa mnatembea nayo. Mnasoma Biblia mjue mambo. Isaia 1:13. Inasemaje? Inasema hivi. Msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Endelea. Uvumba. Uvumba ni chukizo kwangu. Kwa kwanza ni uvumba ni chukizo kwa Mungu. Endelea. Ya pili. Mwezi mpya na Sabato. Mwezi mpya na Sabato. Kuita makutano. Siyawezi maovu hayo. Kumbe Sabato na mkutano yenu ya ibada. Kumbe Sabato, uvumba na mwezi mpya, anasema ni Mungu amesema hataki. Kama hataki, wewe unaweza kufuata hiyo kitu ambayo Mungu amekataa? Hapana. Tuende katika Agano Jipya. Waebrania 4:4. Mambo ni ya Waebrania 4:4 inasema. Nasemaje? Hii ni Fred Kesson ni Fred akulipishi chochote. Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi. Yaani siku ya saba imenenwa, lakini ni pahali fulani. Wapi hapo hiyo pahali ni nenwa? Endelea.
Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia, walikataa kwa sababu ya kuasi kwao. Waliasi. Aweka tena Mungu, aweka tena siku fulani hivi. Kumbe imewekwa siku nyingine. Kwa sabato Biblia inasema imewekwa siku nyingine. Hata Paulo alipokuja akasema, Paulo ambaye mnasemaga ni mtume wenyu, Paulo naye alisemaje? Wakolosai 2:16. Mambo ni ya Wakolosai. Paulo naye alipokuja Wakolosai 2:16. Basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Kumbe wewe hufai kunihukumu kwa sababu ya siku ya nini? Ya Sabato. Kwa hivyo wale wa Sabato wanasemaga, wanatuhukumu, wanasemaga tu Waislamu wa Ijumaa na Wakristo wa Sunday wamepotea. Hawafai kutuhukumu. Hawafai kutuhukumu kwa amri ya kitabu gani? Kwa Biblia. Mungu hawezi. Mungu unafaa kufanya nini? 18:1 kitabu cha Luka. Mambo ni ya Luka 18:1 inasema. Sikiza babu. Hiyo mapito mapya. 11 aya ya 8 ya kwanza inasema 11 18:1 18:1 sorry 18:1 18:1 inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Kwa hivyo unafaa wewe uombe Mungu siku ngapi? Siku zote. Wala wasikate tamaa. Hakuna mambo ya siku ya nini? Hakuna mambo ya Sabato. Mtu asikuhukumu, kila siku ni siku ya ibada. Kwani si unakula kila siku? Ndio. Unafaa kumuomba Mungu kila siku. Mungu anakupatia riziki kila siku. Kula siku 6 kwa siku ya 7. Kwa nini wewe unataka umuombe Mungu siku moja lakini Mungu anakupatia riziki kila siku? Anakupatia chakula unakula kila siku. Unapumua hewa hii yake tunapumua bure. Hii hewa tunavuta, kama tungeambiwa tulipie, tungekuwa tumekufa zote. Tungelipa juu yake na tupe. Kwa sababu naandikiwa bili, kuna watu wanangorota sana usiku. Wanangorota usiku. Sasa hawa pengine wavuta hewa mingi. Ingekuwa bili yao inakuja 100,000 per month. Atalipa wapi? Si anakufa. Ukienda Kenyatta ufungiwe oxygen. Unalipishwa ulipishwi. Unalipishwa. Tena pesa mingi. Hewa ya Mungu tunavuta na hakuna kutulipi. Mungu is the best. Is the best. Neema. Sasa wewe simama tu hapo kwanza. Maswali yako ni nini? Wacha ni mzee sasa aende hata kama hajauliza swali moja. Wacha aulize moja, kuja mzee wangu. Wacha aulize swali moja, wewe kaa tu hapo. Wacha mzee aulize swali lake. Naona ametoka kazini, anaenda nyumbani. Naona mambo iko safi. Haya, sasa tusalimiane kwanza. Wasalimiane kwanza. Shika mwalimu. Kwanza mimi kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki. Mimi naitwa Christopher Mwangala. Christopher Mwangala. Sasa Christopher Mwangala, leo umekutana na Waislamu wakiwa hapa katika uwanja wa Jacaranda, na huwa tunakuja hapa sana, tunaongea na wananchi hapa, na sisi kazi yetu ni kufundishana maneno ya Mungu. Hatunaga maneno ya politics wala nini. Sisi yetu ni ya chakula cha roho. Kuna wale wanaongea politics na kuna wale ambao wanapeana chakula za nini? Cha roho. Sasa hapa ni chakula cha roho. Kwa sababu hii chakula tunapeana ndio chakula itatutoa hapa duniani, ima itupeleke motoni ama itupeleke paradise. Sasa wewe umesema unaitwa Christopher Mwangala. Christopher, ni swali gani ungetaka kutuuliza leo? Swali gani ungetaka kutuuliza? Dini ya ukweli ni gani? Kwa sababu naona Ukristo na Uislamu zinakaribiana. Lakini unapata mtu kama Netanyahu anaua, sasa anashindwa dini na kubali watu kuua. Netanyahu ni mhalifu ya kawaida tu. Kweli umeuliza swali mzuri. Swali yako iko mzuri sana. Sasa dini ya kweli tutaipata kwa vitabu. Sisi tuko na vitabu hapa. Wewe unasoma kitabu gani? Napitia zote saa zingine. Saa zingine unapitia zote, Qur'an na Biblia. Unaona kwamba wewe ni msomi. Nasikia na mzee anasema anapitaka zote. Hiyo jina linanitoka. Bwana Mwangala. Mwangele. Sasa wacha basi tusome zote, sawa? Ndio tujue dini ya kweli. Tutajua tu saa hizi tu. Na mtu ukitaka kumjua kwa dini, tutamjua na matendo yake. Dini fulani utamjua.
utajua kwa vitendo. Utamjua kweli kwa kusema kweli. Sasa hebu Wakristo wengi ni waongo. Waongo, Wakristo wengi ni waongo sana. Sasa sisi Waislamu si waongo. Tutakueleza waongo sana. Waongo wanadanganya nini? Hebu kwanza nisikie kidogo. Unaona kwa pande ya sadaka mtu anasema tu hata kama ni 6,000 Mungu ataongeza ingine, leta mshahara yako yote hapa. Kama sadaka ya kujiangamiza. Namba yangu ya simu ndio hiyo, mweke hapo. Ati Mungu anapenda cheerful nini giver. Mpaka unashangaa. Unafilisika, unatoa mpaka kuishiwa. Hiyo inastua sana. Sasa hiyo sadaka nitakueleza mambo ya sadaka. Alafu sasa tuanze kwanza, wacha nianze na kitabu yangu. Watu waanze na Qur'ani. Qur'ani inasemaje? Alafu tukuje kwa Biblia. Si ni sawa? Tukianza hivyo si ni sawa? Wacha nianze na Qur'ani. Mwalimu. Hebu tuanze Qur'ani 10:19. Tuanze hapo, turudi pale mapito ya zamani kidogo. Kwa Adamu. Tuanzie hii dini ya Uislamu kwa sababu watu wengi huwa wanasema ya kwamba hii dini ya Uislamu ilikuja na Nabii Muhammad. Nimeona wengi hata vitabu wengine wanaandika na si Waislamu. Mtu anaandika kitabu cha historia anasema Muhammad was born in 570 AD. He was the first Muslim and the second Muslim. Hata wengine wengine wa Kristo wanahubiri hivyo. Wanasema the second Muslim was Khadija binti Khuwailid. Hii yote ni urongo na ni upuzi wanafanyaga. Kwa sababu hawajui historia ya Uislamu na wanaandikia watu na kuambia watu ati Muhammad ndio alianza Uislamu. Muhammad amekuta Uislamu ulianzwa na babu yake ya Ibrahimu na akina Adam walikuwa Waislamu. Hebu sikiza maneno ya Qur'an. Inasema hivi. Wala watu hawakuwa huko nyuma kabisa katika zama za Nabii Adam. Ila kundi moja. Wote wanafuata dini ya haki. Unasikia Qur'ani inasema watu wakati wa Adam walikuwa ni one generation. Walikuwa ni one generation wote wakati Adamu yuko duniani, na walikuwa wanafuata dini moja, dini ya haki. Unasikia vile anasema? Sasa hiyo dini ya haki walikuwa wanafuata hawa watu wakati wa Adam. Qur'ani inatuambiaje? Qur'ani 3:19. 3:19 ndio inasema hivi. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo Qur'ani imeweka wazi, imesema ukitaka kujua dini ya haki na ya kweli ni dini ya gani? Uislamu. Hii Uislamu ulitoka wapi? Qur'ani 22:78. 22? 78 inasema. Ndio hii baba. Na ipigane dini ya Mwenyezi Mungu. Kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni Uislamu. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Kumbe hii dini ya Uislamu kwanza ni mila ya Nabii Ibrahim, mzee wetu, baba wa imani, babu yetu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Unasikia? Na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo hilo. Kumbe hii jina Uislamu imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Alituita Waislamu tangu vitabu vya zamani. Kama tungekuwa na Injili iliyo sahihi, Torati iliyo sahihi, Zaburi iliyo sahihi, sio hii ambazo zimeandikwa hata julikani mwandishi ni nani. Unaona? Tungepata ile vitabu original ilikuwa limeandikwa na lugha ya akina Yesu, akina Aramaic language, Hebrew language. Tungepata hizo original zilikuwa zimetaja hiyo Uislamu tangu zamani. Na katika Qur'ani hii tunaitwa hivyo hivyo. Sasa katika hiyo Uislamu kuna njia gani unafaa ufuate? Qur'ani 6:126. 6:126 Qur'ani inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Angalia 6 ndio hii. 126 ndio hii. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Kumbe hii dini ya Uislamu ndio njia ambayo iko straight. Haina kona. Ndio haina kona kabisa. 30 Qur'ani. Nataka nimalizane na Uislamu na kwa Qur'ani tukuje kwa Biblia sasa. Hata kesho akiingia msikitini asiwe na maswali mengi, aende asome tu. Inasema hivi, angalia hapo 30 aya 30. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Kumbe hii ya Uislamu ndio imeumbiwa binadamu. Endelea. Yaani dini hii ya Kiislamu inafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile wa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Kumbe
Uislamu ndio dini ya haki, lakini watu wengi duniani wafanye nini? Hawajui. Na hata wewe mpaka saa hii hujui. Lakini umejua leo. Lakini sasa umejua kumbe Uislamu ndio dini ya nini? Hawa Waislamu wanaendaga wapi kuabudu ibada yao? 17:1 Qur'an. 17:1 Qur'an. 17:1 inasema utukufu ni wake yeye ambaye aliyempeleka mja wake usiku moja tu kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas. Kumbe Waislamu wakiabudu ibada yao inapatikana wapi? Msikitini. Si ni sawa? Kwa hivyo tumeona ibada tunaambiwa tena. Ningemalizia andiko moja hii bado ilikuwa Qur'ani ya 42:13. Hiyo ndio ya mwisho, nimalizana na Qur'ani kwanza. 42:13. 42. Watu hawajui, kama wangejua Uislamu ndio dini yao, wallahi kila mtu angekimbia. Watu walikuwa wanajaa msikitini kwa sababu tiketi ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ama kwenda paradise inapatikana katika Uislamu, haipatikani katika pahali pengine. Na ndio naona ule msikiti Yesu alikuwa anasalia pale Jerusalem, hiyo msikiti mpaka wasai huko Suleiman, Daudi na Wayahudi wanapigana na Waislamu kwa sababu ya msikiti, mpaka wamefunga saa hii. Hawataka watu wasali hapo, wanataka kuibomoa wajenge temple. Iko upande gani? Inaitwa naona pale iko pale Jerusalem. Jerusalem iko Palestina pale sasa, iko pale Jerusalem, iko pale sasa. Iko pale ndani hiyo msikiti. Ni ya zamani sana, inaitwa Masjid. Inaitwa Masjid Aqsa, iko pale Jerusalem. Basi kama wakipuza Qur'ani 42:15. 42:15. Sorry. Nimeenda kingine. 42:13 inasema amekupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusia Nuhu na tuliokufunulia wewe na tuliohusia Ibrahimu na Musa na Isa kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Unasikia? Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu wazi kabisa, wewe Muhammad, tulikupatia dini ile ile ambayo tulimpatia Ibrahimu, Nuhu, Musa na wewe na Yesu na wewe Muhammad, hiyo dini yenu ni moja. Je, Qur'ani inasema huyu Musa alikuwa Muislamu? Hebu tuulize. Qur'ani 10:84. Hebu sikia. 84 Qur'ani inasema. Sikiza Musa Muislamu ndugu yangu. 10:84 inasema hakuna nabii na kuambia hata uulize mtu yoyote, hakuna nabii yeyote kutoka kwa Adam ambaye alikuwa dini nyingine, hakuwa Muislamu. Na kama yuko, ningetaka mtu anikuja ni challenge, aniambie nabii fulani alikuwa dini fulani. Hakuna. Qur'ani peke yake ndio inawaweka manabii pahali wanatakana wawe. Inasema hivi, na Musa akasema, Musa huyo. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Kama nyinyi ni Waislamu kweli kweli. Unasikia? Endelea. Musa anasemaje? Musa aliendelea kuongea bado. Akasema, tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Mola wetu, usitufanye wenye kutiwa msukosuko na hawa watu madhalimu. Endelea. Na utuokoe kwa rehema yako na hawa makafiri. Endelea. Na tukampelekea wahi Musa. Musa kaletewa revelation afanye nini? Na tukampelekea Musa ufunuo na ndugu yake Haruni kuwa watengeneze majumba, watengeze majumba watengezeni majumba watu wenu katika mji, na zifanyeni nyumba zenu ndio misikiti. Kumbe wana wa Israeli, Musa anaambia wa Israeli watengeneze nyumba zao ziwe nini? Misikiti. Funga Qur'ani. Tunaanza na huo Musa 15:21 Matendo ya Mitume. Tuone kama itapelekana. 15:21 inasema. Dini utaipata leo, hata sio kesho. 15:21 inasema. Inasemaje? Kwa kuwa kwa maana tangu zamani za kale. Angalia, tangu zamani, miaka ya zamani. Musa na watu wahubirio mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika sinagogi. Kumbe ukitaka habari ya Musa tangu zamani inapatikana kwa nyumba inaitwa nini? Synagogue. Haya, twende kwa Yesu ndio turudi kuje tuangalie synagogue. Mambo ni ya Luka 4:14 inasema. Inasema nini?
Luka 4:14 inasema hivi. Nasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe hata desturi ya Yesu ni kwenda wapi? Synagogue. Na Musa wapi? Msikitini. Synagogue. Synagogue. Na Muhammad wapi? Synagogue. Msikitini. Sawa. Sasa sinagogi ni nini? Msikiti. Ni msikiti. Hebu Biblia inasemaje? Hebu angalia kama imeandikwa ama haijaandikwa. Sinagogi. Nini? Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi nao walijenga nini? Msikiti. Wakaenda kuabudu wapi? Msikitini. Na wale wanaabudu msikitini ni watu wa dini gani? Ni Waislamu. Kumbe wana wa Israeli walikuwa dini gani? Waislamu. Na sisi tuko dini gani? Waislamu. Kwa hivyo hao watu wengine wamebaki nao wanatakana wawe dini gani? Waislamu. Hata wewe kuanzia leo unatakana uwe dini gani? Muislamu. Uko tayari kuwa Muislamu? Karibu sana ndugu yangu. Kwa maisha yako na moto wa jehanamu. Nafasi umepata. Usiogope bibi ama watoto. Wewe utakufa peke yako, ulikuja duniani peke yako na utarudi peke yako. Upende usipende, hata mimi. Kila mtu hapa wanadamu. Ulikuja peke yako, ulizaliwa ukiwa peke yako. Mungu ukazaliwa, ukaja duniani, ukakaa, ukakuwa mtu mzima, wakati ya kufa unarudi vile vile ulirudi kulitoka kule, unarudi kuwa peke yako. Mtoto hata kusaidia, bibi hata kusaidia, ama brother yako hata kusaidia, wala baba yako hata kusaidia. Ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu ni wewe na Mungu wako. Kwa sababu ulishakuwa mtoto mdogo, ukiwa mtoto mdogo uandikiwi dhambi. Ukishakuwa kijana mkubwa ndio unaanza kuandikiwa dhambi. Ukifanya makosa unaandikiwa. Unasemaje? Ama unataka kufikiria kwanza? Wacha nione kama nitaweza desturi. Desturi za Kiislamu ni ngumu. Desturi za Kiislamu si ngumu. Hakuna kitu iko rahisi katika dini ya Uislamu. Wewe unataka paradiso alafu unasema desturi ni ngumu. Tena Uislamu una garantii ukifanya wema hapa duniani lazima uende paradise. Lakini dini nyingine sijasikia dini nyingine inaambia mtu atapata paradise. Tutakutana na Yesu huko mbele. Sisi tunakutana na yeye mbele. Sikia. 40 inasema hivi. Afanyaye ubaya hata lipo ila sawa na huo uovu wake, na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, atafanya nini? Basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hesabu. Kumbe Waislamu wanaenda pahali kunaitwaje? Peponi. Nyinyi mkikufa Wakristo mnaenda wapi? Ahera. Na Yesu ameenda mbinguni. Unasema kama mnaenda mbinguni. Mbinguni. Mnaenda mbinguni. Sasa tuangalie Yesu alienda wapi? Tuone kama yeye ndio nakwambia ni Muislamu mwenzetu. Tume Waislamu wakitoka duniani wakifanya maneno mazuri wanaenda peponi. Na Yesu alienda wapi? 23:43 Luka. 23:43. 23:43 kitabu cha Luka inasema. Inasema nini mwalimu wangu? Angalia babu Leo mmepata free kick ya kwenda peponi, shauri yako. Usiache. 23:43 inasema. Inasemaje? Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo hivi utafanyaje? Utakuwa pamoja nami peponi. Hata Yesu wakati alitoka hapa duniani alienda wapi? Peponi. Na Waislamu wakitoka hapa duniani wanaenda wapi? Peponi. Kumbe sisi na Yesu ni dini ngapi? Ni moja. Kwa hiyo Yesu alikuwa Muislamu. Muislamu tena kamili, tena ndugu yetu. Anaitwa Isa bin Maryam, mtoto wa Mariamu. Yesu mtoto wa Mariamu. Ndugu yetu. Unathibitisha kwa maandiko? Yesu. Kwamba alikuwa Muislamu. Hata alikuwa alikuwa anaenda msikitini. Alikuwa anaenda msikitini. Tena Yesu anasema hivi, naambia nikupe zawadi. Biblia inaniambia nikupe zawadi. 3:11 Luka. Mambo ni ya Luka. 3:11 inasema. Inasema hivi. Akawajibu akiwaambia mwenye kanzu mbili. Mimi nimevaa nini? Kanzu. Biblia inasema mwenye kanzu mbili afanyaje? Na mpe asiye na kanzu. Kumbe nikiwa na kanzu mbili nimpatie rafiki yangu ambaye hana kanzu. Wewe nikikupatia kanzu utafanana na nani? Muislamu. Kwa hivyo Biblia bado inakuhimiza uwe nani? Muislamu. Saa ngapi? Dakika hii baba. Saa hiyo. Uko tayari?
Angalia, dini yetu imekataza mtu kabisa, huwezi lazimisha mtu awe Muislamu. Wacha wale wanasema, wanadanganyanga watu, wanasema Uislamu iletwa kwa upanga. Hakuna, ni urongo. Sikiza dini yetu vile inasema. Mungu ameweka wazi, hakuna lazima katika Uislamu, ni mtu wewe mwenyewe kama mwanadamu atoe kauli yake. Hakuna kulazimishwa, hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. No. Uongovu umekwisha pambanuka na upotovu. Angalia, kila kitu imewekwa wazi. Kuna uongovu na upotovu. Sasa wewe ukitaka kwenda kwa upotovu uenda huko. Ukitaka uongovu utaupata. Sasa unasemaje? Unaenda kufikiria kwanza ama Nitakukujia. wewe utakuja? Sawa. Sawa, unajua ni mtu mzima na anasema alikuwa kwanza wakati alikuja Alikuwa anatawala. Aende ushauriane na mama watoto. sasa alikuwa alisema hivi wakati alikuja, alisema yeye amechanganyikiwa, hajui aende wapi, hajui dini gani ataenda. Lakini sasa mimi tumeshakwambia ujumbe umefika sasa, na amesema mzuri. Huyu ni mtu mzima, akisema atarudi tu. Ni Wakristo. Wayahudi walikuwa Waislamu wakati wa Musa na wakati wa Yesu walikuwa Waislamu. Saa hii si Wakristo, wanajiita si Waislamu na si Waislamu. Ni wachache, kuna Waislamu pia. Waislamu baina yao na kuna Wakristo, lakini sioni kama kuna Wakristo baina yao, lakini Waislamu wako na dini yao inaitwa Judaism. Na wengine waliletwa na wazungu wanaitwa Zionist. Wamegawanyika grupu mbili Mayahudi. Kuna Zionism. Zionism ni mabaya sana. Zionism ndio hawa wanaua huko Palestine. Hawa ni wazungu, damu yao imechanganyikana. Waisraeli wamechanganyikana na wazungu. Sasa wale ni wazungu, wamechukua mila za kizungu. Zionism inaitwa Zionism. Zionism. Judaism na kofia nyeusi. Naona ile wanavaa kofia nyeusi. Kofia nyeusi wale na kofia kingine ka round hapa. Wanafanya kwa ukuta hivi. Wanafanya hivi kwa ukuta. Hawa ndio wanaitwa Judaism. Wanasoma kitabu kinaitwa Talmud. Walitengeneza wenyewe. Ni kitabu yao wameandika wenyewe. Waliacha Torati, waliacha Zaburi, waliacha Injili. Sheria za Mungu waliacha. Wakaasi. Kwa hivyo hao mkaribiani nao. Hapana. Hata wakaribiani na Wakristo. Wako kivyao kabisa, kivyao. Hata mimi nashangaa nyinyi mkiwa support na hawa kwanza hawataki story yenu. Wanasemaga Wakristo wanaabudu mtoto wao. Israeli na Wakristo wachache. Ndio minority. Ni 0.8. Iran iko na Wakristo wengi. Nikashangaa. Hata Wayahudi wako Iran pia wako na kanisa, wako na masinagogi zao. Hata wakati walikuwa wanapigana juzi, uliona sinagogi moja katika Iran ilipigwa ni ya Mayahudi. Wako huko 40,000. Waligenda huko miaka ya zamani. Nasikia ile kabila zilipotea za Waisraeli. Wengine wakaenda Europe, wengine wakaenda huko, walienda Iran ni 40,000. Hata Arabuni wako huko, wengine utawapata katika nchi nyingi. Wako wengi sana. Lakini sasa wengine wako Saudia wengi ni Waislamu. Wamesha change wakawa Waislamu. Sababu wanajua ukweli, Wayahudi wanajua ukweli. Wanaambiwa wanajua ukweli kabisa na wanajua kwamba Nabii Muhammad, wanajua kwamba Nabii Muhammad ni nabii wa kweli, lakini wanafichwa. Wanawaambianga Wakristo wanaabudu ndugu yetu. Sasa msiabudu ndugu ya Yesu, muache kuabudu Yesu. Muabudu Mungu. Ndio hivyo sasa. Kwa hivyo wewe fikiria ukipata time ama una swali lingine. Nataka uulize maswali yako ukitoka hapa utoke kuwa free. Ukijua kwamba mimi nimeongea na walimu wa Kiislamu leo. Kila siku tunakuja. Unless kuwe kuna mvua kama holiday ama kuna kitu pale kingine kumetokea kitu ya dharura, lakini kila siku utatupata hapa. Waje nisome hii makala, nitakuja kesho. Utakuja kesho? Sawa. Karibu sana. Watu malizia sasa maswali yako sasa. Sasa mimi maswali yangu naona Kikristo kama Catholic wamama wakiomba wanaomba pamoja na wanaume pamoja. Lakini kwa misikiti kipita naona wamama wametengewa sehemu zao. Sasa najiuliza kuna sababu wamama kutengewa sehemu yao iko ndio hivyo. Swali ndio hiyo. Anauliza swali mzuri. Anaona Katoliki wana ama si Katoliki pekee yake, chachi mingi watu wanachanganyikana wanawake na wanaume pamoja.
kama kuchanganya, unachanganya maharagwe na mahindi pamoja, si ndio? Lakini kwa Waislamu hakuna hiyo mchanganyiko, si ni kweli? Ni kweli katika kuabudu katika sisi Waislamu tumefundishwa wanawake wakae kando na wanaume kando, na kama msikiti ni moja, pengine ni nyumba moja, inakatwa inawekwa pazia katikati, wanawake wanakuwa nyuma kabisa na wanaume wanakuwa mbele, kwa sababu wanaume ndio viongozi. Sisi katika Uislamu hatuongozwi na wanawake. Wewe umeshaisikia Imamu Amina ama Imamu Fatuma ama Sheikh Amina ama Sheikh Hadija? Hakuna vitu kama hizo. Kwa hivyo katika Uislamu viongozi ni wanaume, si wanawake, ndio tutaangalia mpaka kule kwenye Muislamu unaongozwa na wanawake wachache but wengi zaidi wanajiita maprofetes, si ndio? Wengi, lakini tutaangalia kama wamekubaliwa wafanye hiyo kazi ama wasifanye, si ndio? So sisi tumekubaliwa kwamba wanawake wakae kando na wanaume kando. Unataka kusema ya gani mwalimu wangu? 16 19. Namtaje Mariamu kitabuni humu. Naam. Alipojitenga na jamaa zake, akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti, akaweka pazia kujikinga nao. Tukampelekea muisha sheria yetu Jibrili, akajimithilisha kwake kwa sura ya binadamu aliye kamili. Unasikia? Mariamu ameenda, mama tunaambiwa habari ya mama ya Yesu. Wakati alikuwa anaenda msikitini. Alipoenda msikitini, aliweka pazia kujikinga na wanaume. Unasikia? Kwa hivyo kunakuwa pazia inawekwa, wanaume wanakuwa mbele na wanawake nyuma. Hata katika Biblia hamkubaliwi kukaa na wanawake pamoja. Ni vile tu nyinyi mnakuwa kichwa ngumu. Mnataka muwe na wanawake pale. Biblia imekataa, wanawake wanavaa kando na wanaume kando. 12 Zakaria. Mambo ya Zakaria 12 inasema. Inasemaje? Naye baba inasema hivi. Kila jamaa peke yake. Unasikia? Kila jamaa peke yake. Jamaa ya nyumba Daudi peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Nadhani peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao na wake zao peke yao. Jamaa zote zilizosalia, kila jamaa peke yake na wake zao peke yao. Kumbe hata wana wa Israeli walikuwa wanafundishwa wakati wanafanya mambo yao, wanawake wanakuwa kando na wanaume wanakuwa nini? Kando. Si kuchanganya, kwa sababu hii mchanganyiko ndio inaleta shida. Kwa sababu mwingine hata mkienda katika ibada, muende kuangalia ibada. Sasa hebu imagine wewe usiona ndaka chache. Imagine umekaa hapa. Sawa? Hapa akinyia kwa hapa. Amevaa kanguo mpaka hapa. Na Wamboi naye yako pande hii nyingine. Wamekaa hapa. Wote wamevaa tunguo. Tumefika wapi? Akikaa chini anarudi mpaka wapi? Sasa hii miguu yote iko uchi. Hii yote iko uchi na pande hii nyingine iko uchi. Sasa hapo kuna ibada kweli? Ibada itaendelea hapo. Kwa sababu wewe akili yako kwanza ina concentrate wapi? Kwa huu pande hii uliona vitu pande hii. Na pande hii nyingine kuna vitu zingine. Unaona sasa? Sasa katika Uislamu tunataka mtu akienda kuwafanya ibada, afanye ibada kweli kwa Mwenyezi Mungu, awe na kitu tunaitaka ushu. Yaani unakuwa wewe umenyenyekea Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kina disturb. Lakini sasa wewe ukienda ukichanganya pamoja na wanawake, utakuwa disturbiwa, hata hakuna ibada mtaendelea vizuri. Unaona hapo iko sawa? Nimeelewa hapo. Iko sawa? Haya, swali lingine? Swali lingine. Pale pa mazishi. Naona Wakristo wengi wanaendanga na wake wao wa mama, lakini pande ya Waislamu wanaweka kando wamama wakaribii ndani ya tunarudi pale. Ni sawa. Swali lako liko zuri. Anasema katika mazishi hawa huwa wanaenda, wanawake huwa wanaenda mazishi na wanawake zao. Lakini katika Uislamu wanaona tofauti. Wale wanakuwa pale ni wanaume peke yao hata kuzika, si ndio? Ni kweli, kwa sababu wanawake tumekatazwa, wamekubaliwa wanawake wafanye maombolezo nyumbani. Wafanye maombolezo nini nyumbani. Wanaozika katika Uislamu
Wanaozika katika Uislamu ni wanaume. Hata kuosha mwili wanaoosha kwanza, wanaume wanaosha wanaume wenzao na wanawake wanaosha wanawake wenzao. Sio kama ile nyinyi mnapeleka mochari. Mochari si wanaoshwa na kila mtu pale mochari, wanatolewa nguo wote na watu wa mochari. Hata kama ni mama yako kimpeleka mochari ama baba yako, si anatolewa nguo na watu wa mochari. Na hujui nani anaosha, pengine kijana mdogo anatoa mama yako nguo. Uone hiyo ni aibu kubwa sana. Mama yako ule mzazi na ni mama wetu wazee, ati kijana mdogo ule ameandikwa mochari ndio naenda kumuosha na mtoa nguo zote. Hiyo sio kitu. Katika Uislamu hakuna kitu kama hiyo. Hiyo mambo kama hiyo huwezi ona katika Uislamu. Wanawake wanaoshwa na wanawake wenzao. Unasikia? Na wanaume wanaoshwa na wanaume wenzao. Hapo nimeelewa. Na wanavalishwa nguo na wanaume wenzao, na wanawake wanavalishwa ile sanda. Unasikia? Sikia sasa, tunasoma sasa. Na inchi ni Zakaria 12:10, hiyo tu. Nayo inchi itaomboleza kila jamaa peke yake na wake zao peke yao. Unasikia? Tunarudi pale pale. Hata katika maombolezo, tazama maombolezo yanapatikana wapi? Kwa kifo. Unaambiwa wanawake wakae peke yao na wanaume wakae peke yao. Na sisi ndio tunaenda kuzika. Hata kama ni mwanamke anazikwa na wanaume, si wanawake kupeleka wakaburi. Wanawake ni watu wa kulia na kuanguka na kufaint. Hawafai kuwa pale. Wanaume ni kazi ya wanaume, wanafaa kaa kule nyumbani, waomboleze kule nyumbani. Sawa? Alafu tena nyinyi mnazika na sanduku. Kwa nini mnazika na sanduku? Nani aliwaambia muzikane na sanduku? Muzika kwa sanduku. Nilipozaliwa nikaona ulikuta ni mila. Ni mila hata kidini nikienda ikifuata hivyo. Lakini kitambo nilikuwa nasikia hata traditional watu walikuwa nazikwa bila sanduku. Lakini nowadays nili change. Hii ni kazi ya wazungu, ndio waliwaletea hiyo maneno na mkaishika mkaifanya kama ni kitu ya dini. Kwanza watu wanazikwa na sanda. Hata Biblia inasema watu wanazikwa na sanda. Wale Wakristo, Wakristo wengi wanaamini Yesu alikufa. Ndio. Wanaamini Yesu alikufa. Alizikwa na sanduku ama alizikwa na nini? Hakuzikwa na sanduku. Alizikwa na nini? Kulingana na imani yao. Biblia imesema nini? Sanda nyeupe. Si ni kweli? Sasa sikia Biblia inasemaje? Mtu azikwe na nini? Mambo ya sanduku. Sanduku kwanza ni hasara. Wacha nikwambie. Hakuna mazishi ambayo iko na gharama ndogo duniani kuliko mazishi ya Kiislamu. Imagine mazishi ya Kiislamu hawezi maliza hata shilingi 4,000. Kweli? Kuzika Muislamu hawezi maliza 4,000. Yaani gharama hiyo maiti. Gharama haiwezi kwa sababu gari ni ya bure kwa msikitini pale. Inachukua inapeleka. Unasikia? Hii kitambaa nyeupe iko pale msikitini. Kuosha anaoshewa msikitini. Ile shuka ndio unaweza kama hakuna basi unaweza nunua ni kama 1,000. Unaona? Na wale vijana wa kuchimba chimba pale kaburi hao tunawapea kitu kidogo kwa sababu wamechoka. Unaona? Kwa mazishi ya Kiislamu mtu mmoja anatumia kama almost 4,000 to 5,000. Haiwezi pita zaidi ya hapo. Lakini nyinyi mnatumia 60, 100,000, 250, sijui kusafirisha kutoka hapa kupeleka Busia. Tena mnakula chakula kwa ile boma, mnafanya makosa kubwa sana. Mnakula ule maiti ambaye amekufa, mnafaa nyinyi mletee pesa kama ni bwana amekufa, huyo bibi asaidie ile family ambayo marehemu ametoka. Wachukue hizo pesa, mchangie pesa, apeleke watoto shule, mambo kama hayo. Lakini mnakuja mnakula kila kitu, kama ni kuku mnakula yote, ng'ombe mnachinja ng'ombe. Sasa hii ni tabia gani? Sasa mtu maiti unatoa 50 unakula 300. 50 alafu unakula 300. Yaani unasikia? Yaani umekuja pale unajifanya unalia kuliko watu wengine katika ile boma. Jamaa anajua pale fulani amekufa. Mimi sinunui sapa tena. Sinunui sapa. Kila jioni mimi nakuja sasa. Jamaa anakuja jioni ametoka job. Anajua hapa kuna mlo. Hapa kuna mlo. Anakuja pale. Kwanza anajifanya analia, ana huzuni sana. Nilikuwa nampenda sana. Okay, mimi nasikia vibaya sana ameondoka. Yaani unajifanya wewe uko dini kabisa. Alafu sasa anangojea anawekewa sima pale. Kweli. Anakunywa chai. Anashiba. Na anakuja anatoa 30 bob.
Ama 50 bob. Ama 50. Sasa wewe na umekula 200. Wewe ni mtu aina gani? Unaona vile mambo yenu inakuwa ngumu. Tena mnachanga mwezi mzima mnachanga hata hiyo pesa itoshe. Kwani ndio tunaambia watu wao Waislamu. Kama ni kuzikwa hakuna gharama, hakuna kusumbua watu. Hata wewe nunua sanduku, sijui wewe nunua suti, sijui wewe nunua nini. Tena siku hizi mnazika watu mpaka na tochi. Amekufa na njaa unavalisha suti? Mtu amekufa na njaa unavalisha suti? Hiyo suti inaenda kuliwa na mchwa. Kabla hajakufa. Unafaa kupatia mtu kitu wakati yako hai. Kwa nini usaidie mtu wakati mtu amekufa? Hata kama ni mtu wako wa nyumbani ama ndugu yako ama baba yako mama yako, msaidie kuwa hai. Usimsaidie wakati amekufa. Atakusema mimi ndio nitafanya hivi. Sasa hiyo mtu ameshakufa. Kwa nini hukumsaidia akiwa hai? Kwa nini hukumsaidia hata kulipa shule? Unaona sasa hiyo ndio makosa watu wanafanya. Ni Wakristo wenzao. Ndio wanafanya hiyo tabia. Sisi hatuna hiyo tabia. Sisi tunazika watu siku hiyo. Lakini mtu akitaka kuzikwa kwao utazikwa tu. Watu wengine wanaulizaga, mimi nikikufa nitazikwa kote. Unataka unaandika pahali. Unasema mimi nikikufa nipelekeni nyumbani kwetu. Waislamu watakupeleka na watakuzika huko kwenyu. So hakuna ati ungumu. Umeelewa? Sasa Uislamu ni dini ambayo iko nyepesi kuliko dini zote duniani. Na haina ungumu. Nimeuliza na nimeridhika. Nitarudi tena kesho. But nitakaa chini niangalie analyze. Kama bado mko hapa inaweza wa join. Karibu sana. Unaweza kutujoin. Basi karibu sana na Mwenyezi Mungu akufungue kifua chako basi uwe Muislamu. Kwa hivyo sisi hakuna kitu ya kukuambia, ni hivyo tu ni kukuambia Mwenyezi Mungu afungue kifua chako uwe Muislamu. Uwe mtu mzuri, ufuate dini, basi ungojee paradise siku ya mwisho. Unaona watu wanasema tunakutana na Yesu. Hakuna, wao wanakutana na Yesu ni sisi Waislamu. Sababu ni ndugu yetu. Si unaona Biblia imesema alienda peponi na Waislamu wanaenda peponi. Tunaenda pahali hii? Sawa Karibu. Nani mwingine ako na swali? Anataka kuuliza. Nataka kuuliza moja. Brother kuja uliza moja. Wacha brother uliza moja. Wacha brother naye tumsikie yake moja. Anaitwa Mr. Manu. Wanasemaga babu kubwa. Anachapanga zote. Hata kama akishindwa lakini ananyooza hizi zingine. Tunajuaga, tunazionaga tu. Tunazionaga tu. Kuangalia si haramu kuangalia. Kama hii ni zuii na mimi nafanya ibada yangu sawa. Si haramu hiyo. Kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki. Naona unaitwaje baba? Steve nani? Steve Omondi. Omondi mimi ni Muislamu. Na wewe? Mkristo. Asante sana. Karibu sana. Swali gani ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Sasa mimi nataka nimesikia mkisema Islamu ni dini ya kitambo. Yes. Na kuna siku nimesikia mwadhara. Ya Wasabato ndio hiyo tu. Mwadhara tu Muislamu alikuwa anasema Uislamu, dini ya Uislamu ilianza 7 AD century, 7th century. Hiyo ni historia ya shule. Eleza tu. 7th century. 7th century inamaanisha ilikuwa 7 after Yesu amekufa. Baada ya Yesu kufa. Baada ya Yesu kufa. Yes. Sasa mimi nashangaa huu kweli wenu umetoka wapi? Juu tukiangalia katika kama ni Biblia, historia ya Biblia ime connect na Yesu direct. Sasa mimi siwezi sema ati mko wrong ama mko right. Ndio sasa nauliza huu kweli wenu Muhammad alitoka nayo wapi? Juu sijui ni kama Quran pia inasema alienda katika cave, sijui ilikuwa ni cave ya Malik, sijui ni cave ya wapi. Akapata Jibril akampea huo ukweli. Huu ukweli wenu ulitoka wapi baada ya Yesu kukufa? Asante sana. Kabla sijakuja kwa ukweli yetu, swali yako ni nzuri, tena umeuliza swali mzuri kabisa, na mimi nitakujibu kabisa mpaka uridhike. Lakini kabla sijakujibu, umemtaja Yesu. Sawa? Alikuwa mbele ya Muhammad. Sawa? Huyo Yesu huyo, kabla sijakuja kwa Muhammad, kwa sababu yeye ndio alitangulia Muhammad, alikuwa dini gani? Yesu. Biblia haijaonyesha dini. Kumbe Yesu kiBiblia hakuwa na dini. Hakuwa na dini kwa sababu Yesu alikuja kubadilisha watu waende wapi? Waende mbinguni. Sasa wewe una dini? Wewe una dini?
Wewe personally. Mimi ni Mkristo. Hiyo dini yako ulitoa wapi? Ni ya Ukristo. Ulitoa wapi? Haya, wacha ni Umeniambia Yesu. Ngoja kidogo. Nipe muda nikueleze. Haya, sawa. Kabla Yesu aje, watu wote walikuwa nafuata torati za nani? Torati za Musa. Zinakuwa Wayahudi. Sio watu wote. Sio watu wote, ni Wayahudi. Mimi nasema kibibilia. Kibibilia. Angalia. Watu wote nchini walikuwa nafuata torati za nani? Torati za Biblia. Iwapo ulikuwa umekeuka torati za Musa, ulikuwa unapata adhabu ya Mungu. Sasa venye ilitabiriwa ya kwamba Mesia atakuja. Hiyo ilipata kama Babiloni ilikuwa imeshachukua, watu wa Mungu walikuwa wamechukuliwa mateka kwa sababu ya dhambi zao, walikuwa wanaasi. Sasa Yesu alikuja kuridimu watu, ndio tuache kutoa dhabihu ya mnyama. Sasa venye Yesu alikuja, si ati alimaliza sheria za Musa, lakini alitimiza. Kama mwana wa Mungu tukamfuata pamoja na sheria za nani? Sheria za Musa. Sasa mimi ni Mkristo na bado pia nafuatilia sheria za Musa. Sawa. Kuna kitu nataka kujua kabla sijaenda hapa, hata sijaenda kwa maandiko. Wewe umesema Yesu hakuwa na dini. Nimesema hivyo. Haijaandikwa popote. Umesema ukweli. Lakini wewe uko na dini. Mimi ni Mkristo, nafuata Yesu. Hii dini ya Ukristo, ulitoa wapi na Yesu hakuwa naye? Hii dini ya Ukristo. Unafuata. Kama wewe umesema una dini ya Kiislamu, unafuata nani? Mohammed. Mimi ngoja kidogo. Nafuata Muhammad, lakini mimi siitwi Muhammedism. Ngoja kidogo. Unasikia? Muhammad alianza Islam. Alianza wapi? Islam. Wapi? Alianza wapi? Asia. Una ushahidi? Mimi sijui, hiyo ni yenu. Kwa hivyo hujui? Hujui? Wacha tumesema tuache na Muhammad kwanza. Tuanze kwa Yesu. Yesu alikuwa wa dini gani? Hiyo ndio swali. Kwa sababu kwanza umesema hakuwa na dini. Na wewe uko na dini. Hii dini ulitoa wapi? Na hali umeniambia ule unabao unafuata ambaye ni Yesu hakuwa na dini. Sasa wewe ulitoa wapi hiyo dini? Mimi namfuata Yesu. Sasa kidogo acha tumuongezee ufafanuzi ya aya ndio haelewi, nafikiri haelewi. Katika siku za mwisho watu wengi watamuasi Kristo na dini yake. Unaona vile inasema? Hiyo ni Timotheo. Katika siku za mwisho watu wengi watamuasi Kristo na dini yake. Sasa hiyo dini yake dini ya Kristo ni gani? Ilikuwa dini gani? Dini ya nini? Unaonaje tuulize Biblia dini yake ilikuwa gani? Tuulize Biblia dini ya Yesu ilikuwa gani? Haya, tuulize dini ya Yesu alikuwa naye. Haya. 4:14. Yesu ni ndugu yetu Muislamu. Ndugu yetu bana. Sasa sisi hatuna wasiwasi. Ndugu yetu tena kabisa. Unaabudu binadamu mwenzako. Bora Yesu. Inasema hivi, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Nataka usikize vizuri. Haya, na uone Biblia. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu desturi yake, mafundisho yake iko wapi? Sinagogi. Sinagogi ni nini? Mimi sijui. Si ni pale pa kuabudu. Pale kuabudu. Biblia naamini. Imeandikwa na uwezo wa nani? Wa Mungu. Je, wale waliandika Biblia walikuwa wanaongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu anaweza kosea? Hapana. Haya, angalia hapo nyuma, unajua kusoma? Si unaenda shule? Hebu soma mwenyewe. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe sinagogi ni msikiti wa watu gani? Wayahudi. Kumbe Biblia imetuambia ukiona pahali kuna neno synagogue katika Biblia, ujue ni msikiti wa watu gani? Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Walipokuja Yesu akaenda wapi? Sinagogi. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Si ni Wakristo.
Kuna mke. Ngoja kidogo. Kama Yesu alienda katika sinagogi, hamna budi kufuata Muhammad mwenye alikuja baada ya Yesu. Ngoja kidogo taratibu. Umekuja kujifunza kama umekuja kubisha. Umekuja kama kubisha atuelewe na wewe. Kama umekuja kujifunza, hii ni Biblia, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sawa? Inafaa tufuate maneno ya Mwenyezi Mungu. Ngoja kidogo. Taratibu kidogo. Wewe nani, ngoja kidogo. Shega, tulia. Umekuta kumetulia. Tunataka si heshima ni kitu muhimu. Wewe umekuta. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Jina mimi naitwa Samuel. Omache. Omache, leta swali yako. Ningesoma katika kitabu cha John 10:28. Hebu soma. John 10:28. John 10:28. Mtu anaona kama hiyo. Mhubiri. Si barua. John. John Yohana. Sio waraka. Okay. 10:28. Ndio. Asante sana. Sasa angalia vile mkutano umetulia. Yaani kila soko ikozi mtu. Sasa nisikiza pande yule jamaa ameenda kufungua kibanda yake huko, usijali. Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Imeisha. Teremka kidogo. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Swali langu. Huyu ni Yesu anasema, asante sana, alipatiwa watu na baba yake. Na huyu baba ni nani? Ni Mungu. Si ndio? Swali nzuri. Na kwa Biblia tunaambiwa Biblia haina dini, lakini kwa Uislamu kuna dini. Biblia haina dini? Kwa Biblia hakuna jina dini ndani yake. Lakini kwa Uislamu kuna jina dini. Si ndio? Alafu mnakuja mnasema sinagogi ni msikiti. Sio sisi tunasema, ni Biblia inasema. Usituwekelee maneno ambayo sio yetu. Ni Biblia ndio inasema sinagogi ni msikiti. Waandishi wa Biblia walioandika 1952 from King James Version wakaitafsiri wazee 70 walioenda London kutafsiri Biblia King James Version kuileta kwa Kiswahili 1952. Walikuwa wametoka East Africa, Kenya na Tanzania. Wakaenda wakatafsiri hiyo neno. Ukiona neno sinagogi katika Biblia ujue ni msikiti, sio sisi tuliandika. Kwa hiyo usituwekelee sisi makosa. Swali langu ni hiyo msikiti wenye walikuwa wanaenda huko si ni Wayahudi? Ndio. Je, si Yesu alienda hiyo msikiti akapigwa? Hiyo msikiti Yesu si alienda hapo akapigwa? Na Yesu ni ndugu yenu. Je, iliwezekanaje Yesu akapigwa kwa msikiti? Alipigwa na kaenda msikiti mwingine. Kwani msikiti ilikuwa ni moja? Kwani msikiti ni moja? Alitoka hapo kaenda msikiti wa Kapernaum. Unajua pale inaenda iko hapo chini, tusome kama unataka tusome. Alifukuzwa kwa hiyo msikiti, alitolewa nje ya mji, si kupigwa, alitolewa nje ya mji, akatoka huo mji akaenda mji, akitoka hii anaenda hii. Akitoka hii anaenda nyingine. Hivyo hayukuwa na amani. Ni hiyo msikiti ndio walikuwa wale Mayahudi hawamtaki, kwa sababu Yesu alikuwa anapingwa mpaka na Mayahudi. Ama hapo anapingwa na Mayahudi. Walikuwa wanampinga. Sasa alienda pahali kapata hiyo mji ni hostile. Akatoka hiyo mji akaenda mji mwingine. Sawa, hiyo ndio swali nilikuwa nayo. Wewe unaamini hiyo msikiti sinagogi ni msikiti ama uamini? Naamini sinagogi ni msikiti. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Si ni Wayahudi. Wale wanaingia msikitini ni watu wa dini gani? Wayahudi. Wa dini yao kwa msikiti, watu wa msikiti ngoja kidogo, watu wa msikiti. Ngoja kidogo, nauliza hivi, watu wa msikiti ni watu wa dini gani? Sio ama nikuanzishie vizuri. Watu wa kanisa ni watu wa dini gani? Watu wa kanisa wanaitwaje? Si ni Wakristo. Watu wa msikiti wanaitwaje? Si kwa Biblia haijatambulisha kama ni Waislamu. Sikia huyu jamaa vile anakataa. Nimekuuliza hivi.
Ngoja kidogo. Hata katika Biblia haijasema watu wa kanisa ni Wakristo. Haijasema. Kuna andiko kama hiyo? Kuna andiko? Ni maybe niende niangalie alafu nikuje. Enda wafanye research. Enda wafanye research uangalie. Msikiti iko na mpaka leo msikiti ile Yesu walikuwa na abudu na akina Suleimani iko pale Jerusalem, inaitwa Masjid al-Aqsa. Kwa hivyo hiyo sio kitu mnaweza vuta. Nikuulize hivi. Nikuulize swali ndogo ambaye ina make sense. Yesu alikuwa Jerusalem? Wewe wa kanisa gani? Mimi. Mimi ni Mkristo. Wa kanisa gani? SDA. SDA. Makao makuu ya SDA iko Jerusalem ama iko wapi? Makao ya SDA. Makao yao makuu, headquarter iko wapi? Headquarter hapa Nairobi. Si hapa Nairobi tu. Ile kubwa nasema ile kubwa headquarter kabisa duniani. Iko wapi? Duniani sijui ni ya Nairobi. Iko Amerika, Michigan. Mbona isikue kama ilikuwa ya Yesu? Mbona isikue Jerusalem bali Yesu alitoka? Kwa sababu si hapa. Hebu nitolee. Ngoja kitu taratibu. Nataka unitolee kanisa moja duniani makao yao makuu iko Jerusalem. Nitolee moja tu. Tolee moja peke yake. Mwenye tu niambie hii makao yake iko Jerusalem bahari Yesu alikuwa. Kama ni Legio Maria iko Yerusalemu. Niambie moja tu. Kama sijafanya utafiti maybe niende nifanye alafu nirudi kesho. Lakini sisi tunajivuna na tukasema Yesu ni ndugu yetu kwa sababu ule msikiti walikuwa na abudu Jerusalemu uko pale. Msikiti huko mpaka saa hii. Tuko na misikiti 3 sisi Waislamu mikubwa. Msikiti wa kwanza ni wa Maka. Msikiti wa pili ni Madina na msikiti wa 3 ni Jerusalem bahari Yesu alikuwa. Nyinyi hamna hata headquarter hata kama ni Lutheran wako sijui ni German headquarter. Kama ni Presbyterian wako Scotland. Anglican wako pale. Catholic Rome. Wewe nyinyi America. Sasa headquarter yenu iko wapi? Tena alianzisha SDA ni mwanamke Ellen G. White, mama. Sasa unajua sasa mnasema vitu ambazo mnatuoneana bure tu. Sisi tunafanya the right way. Tunafanya the right way. Kwanza kuna hii neno ambayo mnatumia sana. Neno Kristo. Kristo nini? Kristo, neno hiyo Kristo ama the word Christ inamaanisha nini? Ni wafuasi wa Kristo. Samueli wa kwanza 2. Samueli wa kwanza. Sikiza maana ya neno Kristo. Samueli wa kwanza 10. Hakuna bali imeandikwa followers. Ukinitoa nitakupa shilingi 5,000. Followers. Hakuna neno kama hiyo. Hakuna yule anafuata Yesu hapa. Christ kama Christian. Samueli wa kwanza. Angalia hapo. Angalia neno Kristo maana yake. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mti wa mafuta. Ndio. Au mwenye kuwekwa wakfu ili kutiwa mafuta ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo. Kumbe Kristo ni neno la nini? Kiyunani ni akina nani? Wapakwa mafuta. Wewe. Ni Wagiriki. Kumbe neno Kristo imetokana na Wagiriki, haijatokana na Israeli ama kule Palestine. Kwa hivyo mfalme wa Giriki wakiona nabii wanamuita Kristo. Unaona? Wayahudi wakiona nabii wanamuita Masihi ama Mesaya. Sisi tukiona nabii tunamuita Masihi. Waarabu wakiona nabii wanamuita Masihi. Wagiriki wakimuona nabii wanamuita Kristo. Sasa wakati unasema mimi ni Mkristo unasema mimi ni mtu wa nabii. Kwa hivyo someni bwana. Fanyeni research ya hizi vitu bwana. Unaona? So just do the research. Wewe fanya research ya hizi vitu. Kuna siku nyingine. Una swali moja? Ngoja nichukue swali ya huyu. Ngoja kidogo. Kuna swali. Watu angalie saa pia. Uliza swali lingine la pili. Nimebaki dakika. Iko nyingi Utauliza. Ukauliza Waisraeli ni kina nani? Ukasema wewe ni Muisraeli. Nakwambia mimi hapana, mimi si ni Mkristo. Ukaniuliza je, Waisraeli? Nikakwambia hapana, wako Kenya. Yes. Alafu ukanilinganisha mapu yenye imechorwa kwa Biblia na Waisraeli.
Kwa Palestina sio Waisraeli. Sasa Angalia. swali langu ni Okay, swali lako ni gani? Swali langu ni katika nchi na watu ni gani inakuanga juu yake? Kwa sababu wakati tunaambiwa nchi ni watu, si ndio? Kama watu wako. Swali lako wazi. Swali lako ni gani hasa? Swali langu, enda straight to the question, to the point. Swali langu, je, Israeli inalinganishwa na Wakristo wa saa hii? Hapana. Hata tumeeleza mtu mwingine hapa saa hii. Waisraeli saa hii wanafuata wana dini yao, Israeli wamegawanyika mara ngapi? Sehemu mbili. Kuna wale wanaitwa Zionism. Zionism ni grupu ya kina Netanyahu. Wale ambao wameenda kule Europe wakazaa, mzazi mmoja ni Mwisraeli, mzazi mmoja ni Mpolandi, mzazi mmoja ni Mfrance, mzazi mmoja ni Asha, wanaitwa Zionism ambayo ilianza 1886 na Zodef, yule jamaa alianzisha Zionism. Na kuna hawa wengine wanajiita Judaism. Hawa wanavaa kofia nyeusi na nini. Unaona? There are two groups there. Na hawa si wa Kristo. Hawa wanafuata dini yao inaitwa Judaism na wana kitabu yao wanasoma inaitwa Talmud. Na hawa wengine hata hawajulikani Zionism. Hawajulikani dini yao ni gani. Unaona? Sasa wako tofauti kabisa. Ila wale wa zamani wakati akina Musa na akina Yesu wale walikuwa Waislamu kwa mujibu wa vitabu vyetu. Juzi tu Netanyahu alipiga marufuku wa Kristo. Juzi. Ingianga kwa mtandao uangalie. Hata saa hii wanawaumiza huko. Hawatakagi? Wale wanataka tu kuona Mkristo, hawataka kuona binadamu yote, wanajipenda wenyewe. Umeelewa? Umeelewa baka? Njoo ulize swali moja baba. Njoo ulize moja. Uliza. Wewe ingia tu fahamu. Haya, kwanza unaitwaje? Mimi naitwa Hasani na wewe unaitwa nani? My name is Emmanuel and I'm a Catholic. Mimi ni Catholic, mimi ni Mroma. Na naamini Roma. Same Kenya, and I'm a Catholic, yes. So I just have one question. Okay. Nataka kufahamu Muhammad ni nani kwenu? Muhammad ni nani kwetu? Haya, Qur'ani iko hapa itatueleza. Mwalimu, 48:29 kitabu cha Qur'ani. 48 inasema 29. Alikuwa anaenda kwa 43:13 sawa tu, lakini 48:29 inasema. Anamuuliza Muhammad ni nani kwenyu? 29. Angalia babu 29 ndio hii. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na Muhammad ni nabii wa Mungu. Ni nabii wa Mungu. Yes. So Muhammad, moja sisi kama Wakristo, sisi tuna Yesu. Na hata pia sisi tunaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na huyu Yesu wetu, Yesu alikufa na akafufuka. Yesu sio wenu, ni Wayahudi. Endelea lakini. Utapata elimu hapa. Yes, venye mimi naamini. Venye mimi naamini. Nafahamu ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, na ile hali Muhammad hajafufuka na alikufa. Sasa we can't compare those two things. Ngoja sisi wetu alifufuka. Ngoja kidogo. Sasa twende taratibu. Twende tarabu. Okay, Yesu alikufa na akafufuka, sawa? Yes. Alifufuliwa na nani? Ngoja kwanza, sinataka niwalete polepole. Nataka niwalete polepole. Already ilikuwa prophesied ya kwamba atakuja duniani na atakufa kwa ajili ya dhambi zetu, na atakufa na atafufuka. Atafufuliwa na nani? Alifufuliwa na nani? Aliyemfufua Yesu ni nani? Swali umejiuliza. Aliyemfufua Yesu ni nani? Baada ya kufa. Haya, Mwenyezi Mungu basi. Okay. Kumbe umejua. Haya, sawa, asante sana. Nauliza hivi, unamwamini Ibrahimu? Baba wa imani. Na nabii Ibrahimu unamwamini? Namwamini kwa Mwenyezi Mungu batawa. Nauliza unamwamini? Sasa unajua unanichanganya hizi maswali. Siko ubaya. Nauliza mimi namwamini Ibrahimu. Kabisa 100%. Wewe unamwamini Ibrahimu? Tunaamini Yesu 100%. Unamwamini? Sasa namwamini. Alikufa?
Ibrahim alikufa. Alifufuka? Hakufufuka. Musa alikufa? Musa alikufa. Amefufuka? Hajafufuka. Daudi alikufa? Daudi alikufa, hajafufuka. Hajafufuka. Muhammad amekufa, fanya nini? Muhammad alikufa na hakufufuka. Saa hii ukikufa unazikwa wapi? Ardhini. Unafukanga? Unafufuka? Sita. Swali. Si kawaida sitafufuka. Kumbe kukaa kaburini ni kawaida. Kukaa kaburini kumbe ni kawaida. Mwili itakufa lakini roho haitakufa. Nauliza hivi. Ngoja kidogo. Taratibu tu. Tunaenda polepole. Nauliza hivi. Wewe ukikufa saa hii unapanda mbinguni kama vile Yesu alipanda ama unaenda unazikwa hapa? Mwili ndo ndaacha. Wapi? Ardhini. Lakini wewe unaenda ngoja kidogo. Unaenda pale alipozikwa nani? Adamu, Ibrahimu, Yesu. Kwa sababu Mungu amepanga sisi sote tukufa tuende wapi? Ardhini. Kwa mujibu wa Biblia, ngoja kidogo. Wewe unasema tu Yesu peke yake. Kwa mujibu wa Biblia, Henoko iko wapi? Henoko alibebwa. Akaenda wapi? Akaenda mbinguni. Kwa hivyo hao ni wangapi? Wawili kwa mujibu wa Biblia. Wawili. Na Elia? Elia ako wapi? Elia pia alichukuliwa na nini? Chariot. Yes. Akaenda wapi? Akaenda mbinguni. Kumbe kule mbinguni kuna watu ngapi? Watu wangapi? Mbinguni kuna watu 3. Kwa hivyo sio Yesu peke yake? Si Yesu peke yake. Kwa hivyo uzuri kumuona Yesu ni special, si ndio? Unamweka yeye ni special kwa sababu alikufa. Ngoja kidogo. Sasa huyu alikufa na akafufuka. Na ule mwingine alienda direct. Hakukufa wala kufufuka. Nani boss pale? Mwenye alikufa na tukashuhudia. Na je, huyu wewe ulishuhudia? Kwa sababu umeona nini? Mimi niko kwa imani ya kwamba cha muhimu kwetu ni faith, imani. Hata imani. I go with the faith. Wapi imeandikwa? Niko na imani. Wapi imeandikwa? Usipokuwa na imani huwezi amini. Wapi imeandikwa hapa katika Biblia? Wewe kuja kesho. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.